Bila shaka umeweza kusikia Bwana Remy Ongala ambaye anatuambia kwamba narudi nyumbani, na mada yetu ambayo tupo nayo siku ya leo bwana ni kwamba nyumba za kupanga zinachangia vurugu kwa baadhi ya wapangaji. Sasa narudi nyumbani na nyumba za kupanga ni vitu vili tofauti. Kwa unasikia Bwana Mohamed? Naam. Unatakiwa mrudi nyumbani. Yes, na ni kweli turudi nyumbani, maana nyumbani ni kutanga. Sasa moja kwa moja tuende kuiangazia hii mada yetu, msongamano wa watu. Yes, kuna zile nyumba za kupanga baadhi zimekaa kama pario. Yaani ni nyumba fulani moja kubwa ina vyumba vingi. Kwa hiyo msongamano wa watu unasababisha vurugu. Unasababisha vurugu. Sasa pale tunakutana na watu tofauti tofauti. Unakutana na kuna watu ambao ni wastaarabu, lakini utakutana na watu ambao yani hawajakaa wakatulia. Yaani ukutana na ule mchanganyiko wa watu wengi sana. Sasa kuna msemo ule unasemaga msafara mamba kenge nao wao. Naam, yes. Kwa hiyo ndio maana halisi. Hiyo ndio maana halisi. Sasa unajua hii mada ni mjadala mzito kweli kweli. Na sisi tumeona sisi peke yetu bwana hatutoweza. Tunao baadhi ya wachambuzi ambao tutakuwepo nao kwa zamu siku ya leo, lakini pia tutakuwepo na miongoni mwa wapangaji ambao wameweza kuishi katika nyumba za kupanga. Lakini miongoni mwa wachambuzi ambao tutakuwepo nao siku ya leo atakuwepo Omar Msonde. Omar. Naam. Mambo vipi? Fresh kabisa. Uko poa? Niko poa. Bila shaka umeweza kuisikiliza hii mada yetu ya siku ya leo ambayo inasema nyumba za kupanga zinachangia vurugu kwa baadhi ya wapangaji. Wewe kwako hili unalionaje? Ya, nimeisikia lakini nakula sana kwaya, lakini jirani yangu hapa ni Msela. Anapiga nyimbo za kila rangi na kwa sauti ya juu sana. Umeona? Kwa hiyo tunaleta mkongamano wa baadhi, yani ni majirani. Maana tunaleta kutokuelewana, vurugu inapatikana pale. Lakini pia kwa kuongezea hapo unakuta labda mnachangia umeme kwa kulipia pamoja. Sasa unakuta wengine matumizi yanakuwa yanazidi kwa kiasi fulani, si ndio? Ndio. Sasa unakuta wewe unatumia taa tu, lakini wenzako pia humu ndani wana majokofu wanayatumia, wana ile majiko ya kupikia. Sasa wewe unataa tu, kwa hiyo unakuwa ni unyonyaji kwa kiasi fulani. Ashindi nyumbani. Lakini sasa kuna wale wakina mama ambao wanakuwa na familia kubwa, wana watoto watatu, lakini anakaa katika nyumba upangaji pale. Sasa wakati ule watoto unakuta mwingine wanaosha vyombo, unakuta ukoko pale mlangoni kwako. Wewe jioni haushinde nyumbani, lakini unashangaa kuna ukoko pale nyumbani. Sasa hatuelewani. Kwa hiyo kuna baadhi ya tabia hiyo mkongamano na tabia ya mtu halisia wa tabia fulani, kwa sababu kila tunatofautiana tabia. Kwa hiyo mimi nikasema kwa sababu anapelekea swala hilo la kutokea kwa vurugu. Kuna kile kitu kinachoitwa usimamizi duni wa mwenye nyumba. Mwenye nyumba labda kama yeye wanaishi katika nyumba za kupanga. Sasa yeye bila shaka atajitambulisha mwenyewe kwa majina na kutueleza kwake yeye hili jambo analionaje. Asante sana. Kwa majina naitwa Ibrahim Mushi. Mkazi wa Dodoma. Lakini pia ni moja kati ya watu